أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kuhusiana na vita ya Badr, naendelea kueleza sera tukufu ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, na kuhusu mada hiyo ningependa kuweka mbele yenu mambo mengine machache. Baada ya kumalizika kwa vita vya Badr, jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowatendea wafungwa kwa wema, katika Tabaqat Ibn Saad imeandikwa ya kwamba wafungwa wa Badr walipokuja, alikuwepo miongoni mwao baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Abbas pia. Usiku ule mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kulala. Mtu fulani kutoka kwa maswahaba zake akamuuliza ya kwamba, ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ni jambo gani ambalo limekukesheza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sauti ya maumivu ya Abbas. Mtu mmoja akaenda na akalegeza kamba ya Abbas. Alikuwa amefungwa kwenye kamba, hivyo mtu huyo akalegeza kamba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuna nini? Mimi sisikii sauti ya kuhema kwa Abbas. Mtu mmoja akasema kwamba mimi nimelegeza kamba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kisha ufanye hivyo kwa wafungwa wote, sio kwamba umelegeza kamba ya mtu mmoja tu, kwani huyo ni jamaa yangu. Kuhusu wafungwa wa Badr katika sera ya Khataman Nabiyin, maelezo ambayo Mirza Bashir Ahmad Saheb ameyaeleza, ameandika hivi ya kwamba kwa siku 3 mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki katika bonde la Badr, na muda huo akaupitisha katika mazishi ya mashahidi na kuuguza wajeruhi zake. Na katika siku hizi mali za ghanima zikakusanywa na kupangwa, na wafungwa wa makafiri ambao idadi yao ilikuwa ni 70 wakatunzwa na wakakabiziwa kwa waislamu mbalimbali. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akawasihi waislamu ya kwamba wao wawatendee wafungwa kwa upole na kwa huruma na wazingatie raha yao. Swahaba ambao walikuwa na shauku sana ya kutimiza kila tamanio la kiongozi wao wakaifuata nasaha hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri wote, kiasi kwamba katika historia ya dunia haupatikani mfano wake. Hivyo katika wafungwa hawa, mtu mmoja Abu Aziz bin Umair anasimulia ya kwamba kwa sababu ya amri ya mtume saa salam, Ansar walikuwa wakinipa chapati iliyopikwa, lakini wenyewe walikuwa wakijikimu kwa kula tende tu. Na mara nyingi ilikuwa ikitokea hivi ya kwamba kama wangekuwa na kipande kadogo cha chapati, basi wangenipa mimi, na wenyewe walikuwa hawali. Na mimi saa nyingine kwa sababu ya majuto, kama ningerudisha, wao walikuwa wakinipa mimi tu. Wafungwa wasio na nguo za kutosha
walikuwa wamepewa nguo. Hivyo abdullah bin ubai alikuwa amempatia abbas kanzu yake. sir william muir amekiri kuhusu kutendewa kwa wafungwa kwa wema katika maneno yafuatayo. Anaandika ya kwamba chini ya mwongozo wa muhammad sallallahu alaihi wasallam, ansar na wahajiri waliwatendea wafungwa wa makafiri kwa upendo mkubwa na kwa huruma. Hivyo ushahidi wa baadhi ya wafungwa umetunzwa katika historia kwa maneno haya ya kwamba mungu awatakie kheri watu wa madina. Wao walikuwa wakitupandisha na wenyewe walikuwa wakitembea kwa miguu. Walikuwa wakitupa chapati ya ngano iliyopikwa na wenyewe walikuwa wakila tende tu. Hivyo Muir saheb anaandika ya kwamba sisi kwa kujua hili hatutakiwi kushangaa ya kwamba baadhi ya wafungwa kwa sababu ya wema huo wakasilimu. Wafungwa walipotendewa hivi, hapo baadhi yao wakaingia katika islam na watu hawa wakaachishwa huru, na wafungwa wasiosilimu hata wao pia wakapata athari njema ya wema huo. Kuhusu umuhimu wa vita ya badar na athari zake imeandikwa ya kwamba akiwa na habari njema ya ushindi wa badar, abdullah bin rawaha na zaid bin harisa walipofika madina. Kwa kusikia tangazo la habari njema ya ushindi kinywani mwao, adui wa allah kab bin ashraf myahudi akaanza kuwakataa. Ye akasema ya kwamba kama muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaua viongozi hawa wote wakubwa, basi badala ya kukaa juu ya ardhi ni bora kukaa chini ya ardhi, yani mauti ni bora kuliko uhai. Alama shibli nomani kwenye kitabu chake akieleza matokeo ya vita ya badar anaandika ya kwamba kwenye kitabu chake akieleza matokeo ya vita ya badar anaandika ya kwamba vita ya badar ilileta athari chungu nzima juu ya hali ya nchi na dini, na kwa hakika hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza ya maendeleo ya islam. Viongozi wote wakubwa wa Quraysh ambao kila mmoja wao alikuwa kizuizi kikubwa katika njia ya maendeleo ya islam wakaangamia. Kifo cha Utba na Abu Jehel kikaweka taji ya utawala wa Quraysh juu ya kichwa cha Abu Sufyan, ambaye serikali ya Amwi ikaanza kutoka kwake, lakini kiwango cha nguvu halisi ya Quraysh kikapata kupungua. Katika Madina hadi sasa Abdullah bin Ubay bin Sulul alikuwa kafiri, lakini sasa kizwahiri akaingia katika Islam. Baada ya ushindi wa Badar, yeye pia kizwahiri akasilimu, japokuwa katika maisha yake yote akawa mnafiki, na katika hali hiyo hiyo ya unafiki akafa. Makabila ya Uarabuni yaliyokuwa yakiona silsila ya matukio, japokuwa hayakujisalimisha, lakini wakapata woga. Makabila mengi hayakukubali Islam, lakini kwa kuona ushindi huo wakapata woga na wakajizuia kupanga mipango zidi ya Waislamu au wakapata hofu. Pamoja na hali hizi yakaanza kutokea mabadiliko katika kundi jingine. Mkataba ulikuwa umeshafanywa na Mayahudi ya kwamba wao kwenye kila swala watakuwa pamoja, lakini ushindi huo wa wazi ukachemsha kwao moto wa husda, nao hawakuweza kujidhibiti. Quraish mwanzoni walikuwa na shida ya Hazrami tu, lakini baada ya Badar kila nyumba ikawa na maombolezo, na kwa ajili ya kulipiza kisasi cha waliouawa katika Badar kila mtu wa Makka alikuwa tayari kupigana vita. Hivyo tukio la Sawak na vita vya Uhud ilikuwa ni matukio ya jaziba yao. Akieleza matokeo ya ushindi wa Badar, Mirza Bashir Ahmad Saheb ameandika hivi ya kwamba hadi sasa katika Madina watu wengi wa makabila ya Aus na Khazraj walikuwa washirikina. Ushindi wa Badar ukawaletea athari fulani, na wengi wao
kwa kuona ushindi huo wa mtume salallahu alaihi wasallam wenye shani na usio wa kawaida wakakubali islam na baadaye ushirikina ukaanza kupungua kwa kasi katika madina. Lakini walikwepo baadhi ambao mioyoni mwao ushindi huo wa islam ukawasha moto wa husta, nao wakiona kuipinga islam ni kinyume cha busara, kizwahiri wakakubali islam, lakini ndani kwa ndani wakaingia katika kundi la wanafiki na wakaanza kupanga njama zidi ya waislamu. Katika watu hawa waliotajwa hapo juu, mtu aliye maarufu alikuwa ni abdullah bin ubay bin sulul ambaye alikuwa kiongozi maarufu wa kabila la khazraj, na kwa sababu ya ujio wa mtume saa salam katika madina alikuwa ameshapata pigo la kunyanganywa kwa kiti chake. mtu huyo baada ya badar kizwahiri akasilimu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa na ubaguzi na uadui zidi ya islam, na akiwa kiongozi wa wanafiki yeye ndani kwa ndani akaanza kupanga mipango na njama zidi ya islam na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. anasema zaidi ya kwamba athari ya vita ya badar iliyotokea ikaleta mabadiliko makubwa kwa makafiri na kwa waislamu, na ndiyo maana katika historia ya islam vita hii ina umuhimu makhsus. hata ndani ya kurani tukufu vita hii imepewa jina la yaumul furqan, yani siku ile ambapo ikatokea hukumu wazi kati ya islam na ukafiri. bila shaka baada ya vita ya badr pia zikatokea vita baina ya quraish na waislamu, na zikatokea vita kali sana, na zikatokea kwa waislamu nafasi zenye hatari mno. lakini katika vita ya badr uti wa mgongo wa makafiri wa makka ilikuwa imeshavunjika tayari, ambayo tiba yoyote ya baadaye haikuweza kuiponya. kwa mujibu wa idadi ya waliouawa, bila shaka hii haikuwa fedheha kubwa katika kaumu kama quraish. kuuawa kwa wanajeshi 72 kamwe haiwezi kuchukuliwa kama maangamio ya kikaumu. katika vita vya Uhud idadi hiyo hiyo ilikuwa ni ya waislamu waliouawa shahidi, lakini hasara hiyo haikuleta kizuizi chochote katika njia ya ushindi wa waislamu, ilhali waislamu wakati ule walikuwa na udhaifu mkubwa. kisha kulikuwa na jambo gani ya kwamba vita ya badr ikaitwa yaumul furqan? katika jibu la swali hili maneno bora ni yale ambayo qurani tukufu imeyaeleza, nayo ni kwamba yakta dabir alkafirin. kwa kweli siku ile mzizi wa makafiri ukakatika. pigo la vita ya badr ikapiga mzizi wa makafiri na ukakatika katika vipande viwili. kama pigo hiyo badala ya kupiga mzizi ungepiga matawi yake, hata kama ungeleta hasara kiasi gani, hasara ile isingekuwa kubwa kuliko hasara hiyo. lakini pigo la mzizi ikaufanya mti kijani kuwa lundo la kuni, na yakasalimika matawi ambayo kabla ya kukauka yakaenda kujiunga na mti mwingine. basi katika medani ya badr kipimo cha hasara ya quraish hakikuwa hiki ya kwamba watu wangapi wamekufa, bali kipimo kilikuwa ni kwamba nani na nani wamekufa. na sisi kwa msingi huo tunapoangalia wale waliouawa wa quraish, basi jambo hili linakuwa wazi ya kwamba katika badr kwa kweli mzizi wa quraish ukakatika. utba na sheba na umaya bin khalif na abu jahal na ukba bin abi muet na nazar bin haris na kadhalik walikuwa ni uhai wa maisha ya quraish, na roho hiyo katika bonde la badr ikawaondoka, nao wakawa kama moyo usio na uzima wowote. hili lilikuwa ni angamio lile ambalo kwa sababu yake vita ya badr ikapewa jina la yaumul furqan. musleh maud raziallahu taala anhu pia ameandika kuhusu vita ya badr, anasema ya kwamba hii ndiyo vita ile ambayo mwenyezi mungu ameipa jina la furqan ndani ya qurani tukufu, na ndiyo vita ambamo viongozi wa arab ambao walitoka na dai hili ya kwamba
watafuta jina la islam kwa milele wenyewe wakafutwa na jinsi walivyofutika ya kwamba leo hakuna mwenye kuwataja na kama yupo basi kujinasibisha kwao yeye anaona ni aibu kwake. Ilmuradhi katika vita hii mwenyezi mungu akawajalia waislamu ushindi azim. kisha musleh maud anasema ya kwamba hakuna shaka ndani yake ya kuwa hata baada yake pia waislamu wakaendelea kuzulumiwa na wakalazimika kupigana vita na makafiri, lakini hakuna shaka ndani yake ya kwamba vita ya badar ilikuwa imevunja kabisa nguvu ya makafiri na shani ya waislamu ilikuwa imebaini kwao. vita ya badar ambayo kurani tukufu imeitaja kama furqan, kuhusu vita hiyo inapatikana bishara moja katika biblia. hivyo yesaya mlango wa 21 aya 13 hadi 17 imeandikwa ya kwamba kuhusu uarabuni maongezi yaliyofunuliwa katika jangwa la uarabuni mtapitisha usiku, eni misafara ya dawani, njoni na maji ili kumpokea mwenye kiu. eni wakazi wa ardhi ya tema, jitokezeni na chapati ili kukutana na mwenye kukimbia, kwani wao wamekimbia panga na upinde ulionyoshwa na ukali wa vita, kwani mungu aliniambia hivi, katika mwaka mmoja tu heshima yote ya kedar itamwondoka na watu wajasiri warusha mishale wa kedar watapungua, ya kwamba mungu wa wana wa israeli amesema hivi. ye anasema ya kwamba katika maneno hayo ya nabii yesaya bishara ilikuwa imetolewa ya kwamba baada ya kupita mwaka moja tangu kutokea hijra itatokea vita moja katika arab ambamo heshima yote ya kedar itakwisha, na wale ambao walikuwa wakimshutumu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa shutuma ya kukimbia pamoja na majeshi yao watageuza migongo yao, na katika hali hii ambapo maiti za majenerali na viongozi wao zitabaki katika medani na mwishowe bonde la makka likiwapoteza majenerali zake litakosa shani yake lililokuwa nalo. vivyo hivyo kurani tukufu ikitoa habari ya usiku wa 11 ilikuwa imebashiria ya kwamba baada ya mwaka mmoja tangu kutokea hijra nguvu yote ya makafiri itavunjika na kwa waislamu itatokea asubuhi ya ushindi na mafanikio. hivyo baada ya mwaka mmoja kupita vita ya badr ikatokea ambamo viongozi wakubwa wa makafiri wakauawa na waislamu wakapata ushindi ulio wazi. Anasema kwamba angalieni, baada ya kufika katika madina hadi ramazani ya kwanza miaka 10 ilikuwa imepita juu ya bishara hiyo, na kuanzia ramazan ilikuwa imeanza mwaka wa 11, na baada ya kupita kwa mwaka huo mmoja mwakani ramazan 17 hijra vita ya badr ikatokea ambamo makafiri wakubwa wakauawa na zikamalizika mashambulio yao ya kizulma na usiku ule wa 11 uliowadia kwa waislamu mara baada ya kupita kwa mwaka mmoja ukaondoka, na waislamu kwa msaada na fadhili ya allah wakaona asubuhi ya ushindi na mafanikio. ubora wa maswahaba wa badar. kuhusu ubora wa maswahaba imeendikwa ya kwamba jibrail alah salam akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba wewe katika waislamu unawapa daraja gani watu wa badar? mtume akasema kwamba waislamu bora kabisa, au akatamka neno kama hilo. jibrail akasema kwamba na vivyo hivyo wale malaika pia ni bora walioshiriki katika vita ya badar. tukio hili ambalo nataka kulieleza sasa, japo limeshaelezwa katika kueleza kumbukumbu za Hazrat Ali radhiallahu anhu, lakini kwa sababu ya umuhimu wake nalieleza tena. Ubaidullah bin abi rafi alieleza, yeye akasema ya kwamba mimi nikamsikia Hazrat Ali radhiallahu taala anhu alikuwa akisema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akanituma mimi na zubair na miqdad bin aswad. mtume saa salam akasema nini muondoke, na mkifika kwenye eneo la rozae khakh mtamkuta mwanamke mmoja ambaye ana barua
barua ile muichukue kutoka kwake. Sisi tukaelekea huko na farasi zetu wakikimbia kwa kasi wakatupeleka huko. Tulipofika eneo la rodhe khak tukakuta mwanamke mmoja. Sisi tukasema kwamba toa barua. Ye akasema sina barua yoyote. Tukasema kwamba utatoa tu, la sivyo tutavua nguo zako na tutakutendea kwa ukali. Hapo ye akatoa barua ile kutoka kwa nywele zake, na sisi tukaja na barua ile kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukaona katika barua ile ilikuwa imeandikwa ya kwamba kutoka kwa Hatib bin Abi Balta kwenda kwa washirikina wa Makka. Yeye alitaka kuwapa taarifa kuhusu mipango ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuita na akamuuliza kwamba Hatib, hiyo ni nini? Ye akasema kwamba ya Rasulallah, usifanye haraka kuhusu mimi nilikuwa mtu niliyekuja kujichanganya na Quraish na si kutokana nao, na wahajiri wengine walikuwa pamoja nawe walikuwa na ujamaa katika Makka ambao kwa kupitia kwao wao wakaendelea kusalimisha nyumba na mali zao. Mimi nikataka kuwafanyia watu wa Makka hisani fulani, kwani mimi sikuwa na ujamaa wowote kwao. Huenda wao kwa sababu ya hisani yangu hiyo wangenijali, nami sikufanya hivyo kwa sababu ya ukafiri au uritadi fulani. Na baada ya kukubali Islam, ukafiri hauwezi kupendwa kamwe. Ye akasema kwamba kivipi inaweza kutokea kwamba mtu akikubali Islam kwa moyo wa kweli kisha apende kuingia kwenye ukafiri? Kwa kusikia maneno yake mtume akasema kwamba ye amewaambieni kweli. Hatumar akasema, ya Rasulullah, nipe ruksa ili ni muwe mnafiki huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yeye alikwepo katika vita ya Badar, na utajuaje ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwaona watu wa Badar? Na akasema kwamba fanyeni mpendacho, mimi nimesitiri mazambi yenu. Yani sasa mazambi makubwa hayatatendeka na mwisho wao utakuwa mwema. Watu hawa hawatakufa katika hali ya ukafiri. Hii ndiyo maana yake. Hivyo inadhihiri kutoka maneno ya Hatib kama nilivyoeleza ya kwamba baada ya kukubali Islam ukafiri hauwezi kupendwa kamwe. Kisha hata Abu Huraira anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, huenda Mwenyezi Mungu amewaona watu wa Badar na akasema ya kwamba fanyeni mnachotaka kufanya, mimi nimewasameheni. Yani ukiacha ukafiri, makosa ya kawaida na mazambi Mwenyezi Mungu atayasamehe. Kwa maneno mengine, hapo ametoa zamana hii ya kwamba hali ya ukafiri haitakuja juu yao na mwisho wao utakuwa mwema. Hiyo ndiyo maana yake. Kama baadhi ya makosa au mazambi yatatendeka kwao, basi yatakuwa chini ya udhaifu wa kibinadamu na Mwenyezi Mungu atayasamehe. Ummulmuminin hat Hafsa anasimulia ya kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi nina imani ya kwamba miongoni mwa wale walioshiriki katika vita vya Badar na Hudabia hataingia yote motoni inshallah. Mimi nikasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, Allah hakusema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqziya? Wala hakuna yeyote katika nyini ila ni mwenye kuifikia, ndio wajibu juu ya Mola wako uliokwisha hukumiwa. Hapo mtume akasema, je, hukusikia kauli hii ya Allah, summa nunajji lazina taqaw wa nadhara zalimina fiha jisiya? Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha wazalimu humo wakiangukia magoti. Katika zama ya Umar ilipopangwa posho za maswahaba, posho ya maswahaba wa Badr ikawekwa ikiwa na kiwango makhsus. Hata swahaba wa Badr wenyewe walikuwa wakijivunia juu ya kushiriki kwao katika vita vya Badr.
hivyo mir saheb anaandika ya kwamba maswaba wa badar walikuwa wakifahamika wajumbe bora wa jamii ya kiislam. saad bin abi waqas alipokaribia kufa katika umri wa miaka 80 akasema kwamba nileteni kanzu niliyokuwa nimevaa siku ya badar ambayo nilikuwa nimeitunza kwa ajili ya leo. huyu alikuwa saad ambaye alikuwa kijana katika zama ya badar, ambaye juu ya mkono wake baadaye ushindi wa iran ukatokea na yeye akawa mwanzilishi wa kufa na gavana wa iraq. lakini kwenye jicho lake heshima hizi zote zilikuwa hazina thamani mbele ya kushiriki kwake katika vita ya badar, na alikuwa akiipa umuhimu mkubwa mawazi ya vita vya badar kuliko mawazi yake yote. na hii ilikuwa tamanio lake la mwisho kwamba akivishwa kanzu hiyo hiyo azikwe kwenye kaburi. tunaweza kupiga hisabu kuhusu umuhimu na fadhili ya maswaba wa badar kutoka jambo hili ya kwamba mtume sallallahu wasalam ameeleza alama moja ya mahdi ajaye katika umati huu kwamba ye atakuwa na kitabu kimoja ambamo kutakuwa na majina ya maswahaba 113 sawa na idadi ya maswahaba wa badr. hivyo salam anasema kwamba kwa kuwa katika hadithi sahihi imekwisha patikana kwamba mahdi maud atakuwa na kitabu ambamo kutakuwa na majina ya maswahaba zake 313, hivyo ni muhimu kueleza ya kwamba bishara hiyo imepata kutimia leo. hii ni zwahiri ya kwamba katika umati huu hakuwahi kupatikana mtu ambaye angedai kuwa mahdi, na katika muda wake kiwanda cha uchapishaji pia kingekuwepo na kwake kingepatikana kitabu ambamo majina 313 yangekuwa yameandikwa. na ni zwahiri kwamba kama kazi hii ingekuwa kwenye mamlaka ya binadamu, basi waongo wengi wangeweza kujifanya kuwa wasadikishaji wa bishara hiyo. jambo la kweli ni kwamba bishara za mungu zinakuwa na masharti ambayo mtu mwongo hawezi kufaidika nayo, nao hawapewi mambo ambayo watu wa kweli wanapewa. anasema kwamba sheikh ali hamza bin ali malk atusi katika kitabu chake kiitwacho jawahirul asrar kilichoandikwa mwaka 840 hijra kuhusu mahdi maud anaandika tafsiri yake ni ya kwamba mahdi atajitokeza kutoka kijiji ambacho jina lake ni kada. jina hili kimsingi ni jina ambalo limetoka kutoka kadian. kisha alisema kwamba mwenyezi mungu atasadikisha mahdi huyo na atamkusanya marafiki zake kutoka umbali ambao watahisabiwa sawa na idadi ya watu wa badr, yani watakuwa 313 na majina yao yataindikwa kwenye kitabu kile. ni zwahiri kwamba haijawahi kutokea kwa mtu yote kwamba adai kuwa mahdi maud na kisha awe na kitabu kilichopigwa chapa ambamo yapatikane majina ya marafiki zake. lakini mimi nimekushaandika majina ya 313 kwenye kitabu cha aina kamalat islam, na sasa kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kutimiza hoja naandika majina 313 chini katika zamima risala jamiatam. anaeleza hivi: kila mwenye kupenda uadilifu aelewe kwamba bishara hii imepata kutimia katika haki yangu, na sawa na matakwa ya hadis ni muhimu kueleza ya kwamba masahaba wote wana sifa ya ukweli ndani mwao, na sawa na daraja ambazo allah anazijua vizuri zaidi. wengine wameshindana kwa wengine katika kumtegemea allah na kujitolea kwenye dini. sasa angalieni kwamba maswaba hawa 313 ambao majina yao yameandikwa ni wasadikishaji wa bishara ambayo inapatikana katika hadisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. katika bishara kuna neno la qada ambalo linaangazia kuhusu kadian. basi mada yote ya hadisi ni kwamba mahdi maud atazaliwa katika kadian na atakuwa na kitabu kilichopigwa chapa ambamo kutakuwa na majina ya marafiki zake 313. hivyo kila mmoja anaweza kuelewa kwamba jambo hili mimi sikuwa na mamlaka juu yake, kwamba mimi katika vitabu hivi ambavyo vimekwisha pigwa chapa miaka 1000 iliyopita ningeandika jina la kijiji changu kadian
na pia mimi sikutengeneza kiwanda cha uchapishaji ili ifikiriwe kwamba labda mimi nimetengeneza kiwanda kwa shabaha hiyo. Mimi sikutengeneza kiwanda cha uchapishaji na pia kuzalisha maswahaba wenye ikhilasi 313 ilikuwa katika mamlaka yangu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyepanga mipango yake yote ili aweze kutimiza bishara ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuhusiana na vita ya Badr, akieleza mfanano baina ya mtume saa salam na hat musa alah salatu wassalam, sayidina ahmad alah salam anasema kwamba kama walivyokuwa wana wa israel waja watukufu wa mwenyezi mungu wakaendelea kupata mateso kutoka kwa makafiri katika makka, na maumivu haya na shida hizi zilikuwa kubwa zaidi ambazo wana wa israel walizipata kutoka firauni. Kisha watu hawa watakatifu wakahama makka na wakahama jinsi wana wa israel walivyokuwa wamehama misri. Kisha watu wa maka wakawafuata ili kuwaua, na wakawafuata kama firauni alivyokuwa amewafuata wana wa israeli. Na kisha katika badr wakawawa kama vile firaun na majeshi yake yalivyokuwa yameuawa katika mto wa nile. Kwa ajili ya kufungua ishara hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona maiti ya abu jehel katika wafu ya badr alikuwa amesema kwamba mtu huyo ni alikuwa firaun wa ummati huu. Ilmuradi kama vile firaun na jeshi lake likaangamia katika mto wa nile, na tukio hilo likatokea na kila moja akalishuhudia na kuliona. Yani mtu yote hawezi kuwa na mashaka kwamba tukio hilo lilikuwa halikutokea. Vivyo hivyo abu jehel na jeshi lake kuuawa kwao katika vita vya badar ni tukio ambalo likashuhudiwa, na kulikataa kunaingia katika uenda wazimu. Wana wa israeli yani watu wa mungu ambao kiongozi wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwaachisha kutoka zulma ya makka, wao baada ya tukio la badr wakaimba nyimbo kama vile wana wa israel walivyoimba kwenye kando ya mto wa misr, na nyimbo hizi zinaendelea kutunzwa kwenye vitabu, nyimbo ambazo waliimba katika medani ya badr. kisha masihi msalam anasema kwamba masil ambaye ametajwa katika kitabu cha istisna ya taurat ni nabii aliyesaidiwa na mwenyezi mungu, ambaye pamoja na jamaati yake akivumilia mateso ya aina aina, mwishowe akakimbia na kundi lake naye akafuatwa. kisha katika vita ya badr katika masaa machache hukumu ikatolewa na abu jehel na jeshi lake wakauawa na upanga kama vile firaun na jeshi lake walikuwa wameuawa na mto wa nile. Angalieni kwamba jinsi ambavyo matukio hayo mawili yanafanana yaliyotokea katika makka na kwenye mto wa nile. ndani ya kurani tukufu imeendikwa ya kwamba walakad nasarakumullahu bebadrin wa antum azilla, na katika vita ya badr mlipokuwa dhaifu, kwa yakini allah amekwisha wasaidieni. hat masihi maud alahsatu wassalam kwenye kitabu chake kiitwacho khutba ilhamia akieleza mfanano latif wa badr na karne ya 14 anasema, ambayo tafsiri yake ni ya kwamba na hisabu ile ya 400 ni baada ya hijra ya khatama nabiyin sallallahu alaihi wasallam, ili ahadi ya ushindi wa dini iliyotolewa katika kitabu kilicho wazi ipate kutimia, yani kauli hii ya allah kwamba lakad nasarakumullahu bebadrin wa antum azilla. Basi muangalie aya hiyo kama waonavyo watu wenye macho, kwani aya hii inaangazia badr 2, badr moja iliyopita kwa ajili ya kuwasaidia waliotangulia, na badri ya pili ambayo ni nishani kwa wajao. Basi hakuna shaka ndani yake ya kwamba aya hii inaashiria upande wa zama ijayo ambayo sawa na hisabu
ifanane na usiku wa badr na miaka hii 400 ni baada ya miaka 1000 na huo ndio usiku wa badr mbele ya allah. Na pia tunakiri ya kwamba aya hii ina maana nyingine ambazo zinahusika na zama iliyotangulia kama vile watu wasomi wanavyojua, kwani aya hii ina mielekeo miwili na misaada ni misaada miwili na badr ni mbili. Badr moja inahusika na zama iliyotangulia na badr nyingine inahusika na zama ijayo, wakati ambapo mazila yawafikie waislamu. Kama vile mnavyoona katika zama hizi islam ilianza misili ya hilali na ilikuwa imekadiriwa kwamba mwishowe ipatikane zama ya baduri kwa amri ya allah. Hivyo hikma ya allah ikataka kwamba islam katika karne hii ipate sura ya baduri ambayo ifanane na baduri, na kuna ishara kwenye maana hizi katika kauli ya allah kwamba walakad nasarakumullahu bibadrin. Basi mutafakari katika jambo hilo na msighafilike, na bila shaka neno la lakad nasarakum hapo limetumika kwa maana ya yansurukum kama vile watu wasomi wanavyojua. Ilmuradi mwenyezi mungu aliweka kwa ajili ya islam heshima mbili baada ya mazila mawili, kinyume cha mayahudi ambao kwa ajili yao kama adhabu mazila mawili yalikuwa yamewekwa baada ya heshima mbili. Kama vile katika sura bani israil mnasoma kisa cha mafasiki na wazilimu hawa. Hivyo waislamu walipofikiwa zila ya kwanza mwenyezi mungu alikuwa amewaahidi kwa kauli hii kwamba uzna lilazina yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir, ala nasrihim la qadir. Kwa kauli hiyo ya ala nasrihim aliashiria kwamba kwa mikono ya waumini, kwa mikono ya waumini adhabu itashuka juu ya makafiri. Hivyo ahadi hii ya allah ikapata kutimia siku ya badr na makafiri wakauawa na upanga wa waislamu. Kisha anasema kwamba katika karne hii ya 14 hali inaendelea kutokea iliyotokea wakati wa badr, ambapo allah anasema kwamba walakad nasarakumullahu bibadrin wa antum azilla. katika aya hiyo kimsingi ilikuwa imewekwa bishara moja, yaani katika karne ya 14 islam itakapozofika wakati ule mwenyezi mungu sawa na ahadi hiyo ya kuilinda ataisaidia. Anasema kwamba sasa angalieni kwamba masahaba walisaidiwa katika badr na wakaambiwa kwamba msaada huo ukatolewa katika muda ambapo mlikuwa wachache. Katika badri ile ukafiri ukamalizika, na katika badr ilikuwa imewekwa bishara ya nishani itokayo katika siku zijazo. Na badr pia ni mwezi wa usiku wa 14, na katika karne hii ya 14 kuna ishara upande wa msaada wa mwenyezi mungu. Na hii ni karne ya 14 ambayo hata kina mama pia walikuwa wakisema kwamba karne ya 14 itakuja na kheri na baraka. Mambo ya allah yakapata kutimia, na katika karne hii ya 14 sawa na matakwa ya allah dhihirisho la ismi ahmad likapata kutimia, ambaye ndiye mimi. Na kulikuwa na bishara katika tukio hili la badar, na mtume sasa kwa ajili yake akasema salam. Lakini ni masikitiko kwamba siku ile ilipowadia na mwezi wa baduri ulipotoka, basi nikasemwa mfanya biashara na mwenye kupenda ubinafsi. Ni masikitiko kwamba waliona na hawakuona, wakakuta wakati na hawakumtambua imamu wa zama wao, wakafa ambao wakipanda juu ya mimbari walikuwa wakilia kwamba katika karne ya 14 itakuwa hivi na vile. Lakini sasa wanapanda juu ya mimbari na wanasema kwamba huyu ni mwongo. Imekwaje kwao? Kwa nini hawatafakari? Kwa nini hawafikiri? Wakati ule pia allah alikuwa amewasaidia na msaada huu ulikuwa ni wa azilla. Wakati ule watu 313 walikuwa wametoka katika medani, na kulikuwa na panga 2-3 tu za ubao, na katika idadi hiyo ya 313 kulikuwa na watoto zaidi, na upande wa pili kulikuwa na kundi kubwa, na wote walikuwa na silaha na walikuwa vijana na shujaa. mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na silaha ya kizwahiri. wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua kwamba allahumma in ahlakta hazihi lisabata lan tubeda fil arzi abadan, yani e allah,
kama leo ukiangamiza kundi hilo basi hakuna atakayebaki mwenye kufanya ibada yako. sikilizeni kwa inkini, mi pia nasema kwamba leo pia ni swala lile la badr. mwenyezi mungu anatayarisha jumuiya moja na lipo neno lile lile la badr na azilla. anasema ya kwamba idadi ya 14 ina mnasaba fulani, mwezi wa karne ya 14 unakuwa kamili, na mwenyezi mungu ameashiria upande huo huo katika walaka nasarakumullahu bibadrin wa antum azilla. yani badr moja ilikuwa ni ile ambapo mtume sallallahu salam akapata ushindi juu ya maadui. wakati ule jamaati yake ilikuwa ndogo, na badr moja ndiyo hii ambayo ni zama yake. kuhusu ufunuo usemao msisahau kisa cha vita vya badr, hat kazi abdurahim saheb anaandika kwenye dairi yake ya februari 17 mwaka 1994 kwamba usiku wa kuamkia leo hazrat saheb alieleza ndoto yake kwamba mtu fulani akasema ya kuwa msisahau kisa cha vita ya badr. mwenyezi mungu atujalie kuutambua umuhimu wa badr, na pia sisi tuweze kuelewa ujio wa mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenyezi mungu afanyie kwamba umati wa kiislam uweze kuelewa uhakika wa tukio la badr. na masihi maud alah salam aliyekuja katika utumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa waweze kumtambua ili waislamu waweze kupata heshima iliyowapotea. sasa mimi ningependa kusema machache kuhusu jalsa salana. inshallah kuanzia ijumaa ijayo itaanza jalsa salana ya jumuiya ya waislamu wa ahmadia uingereza mwaka huu inshallah taala. takriban baada ya miaka 3-4 wageni wengi watakuja kutoka nje ili kushiriki katika jalsa, bali ujio wao umekusha anza tayari. mwenyezi mungu awarahisishie watu hao wote wanaosafiri na wafike hapa kwa usalama, na wote waweze kunufaika na jalsa salana. pia wahamadia waishio uingereza pia waweze kushiriki katika jalsa kwa jaziba na kwa roho nzuri, na wazingatie jambo moja tu kwamba sisi katika siku hizi jalsa tunafanya juhudi ya kupata chakula cha kiroho. pia wajumbe mbalimbali na wafanyakazi mbalimbali waliopangiwa juu ya kazi mbalimbali katika jalsa wafanye juhudi kwamba waweze kuwatumikia wageni wote, wakielewa kuwa wageni wa masihi maud alaihi wassalam. na safari hii tunategemea kwamba kutakuwa na idadi kubwa watakaoshiriki katika jalsa, na yawezekana kwamba yatokee baadhi ya mapungufu katika maandalizi, japokuwa mimi nina imani kwamba mashallah uongozi wa jamaati ya uingereza umeshapata uzoefu mkubwa, kwamba watakuwa wameshatatua maswala mengi na yatakayobaki ni mambo madogo madogo tu, na kama ikitokea shida fulani basi wataweza kutatua shida hiyo kwa njia nzuri. mwenyezi mungu afanyie kwamba mambo hayo yasipatikane ambayo yawe sababu ya kuwaletea wageni shida au uchungu fulani. islam inatusihi sana kuwatumikia na kuwahudumia na kuwaheshimu wageni, na kisha wageni ambao wanakuja kwa kuitikia mwito wa masihi maud salam na wanakuja kwa ajili ya shabaha ya kidini tu. sasa watu hawa tunapaswa kuwaheshimu na kuwahudumia, na pia tuwahudumie na tuwatumikie tukitafuta radhi ya allah. kuhusu ukarimu wa wageni, islam inatoa mafundisho gani? mtume sallallahu alaihi wasallam anatarajia nini kutoka kwetu kuhusu wageni? kuhusu mada hii, safari moja alisema kwamba mtu ambaye anamwamini mwenyezi mungu na siku ya akhira, yeye amuheshimu mgeni wake. katika siku za jalsa
wanakuja watu wa kaumu mbalimbali na wenye tabia tofauti, na saa nyingine inakuwa vigumu kwamba kivipi sawa na tabia zao waweze kuhudumiwa. Saa nyingine wageni kwa sababu ya tabia zao wanasema mambo fulani, au mgeni anaonyesha jambo fulani ambalo linakuwa sababu ya kumletea shida anayetoa huduma. Lakini hii ndiyo amri ya mtume wa allah kwetu kwamba nyini kazi yenu ni kumheshimu mgeni, kwani hiyo pia ni njia moja ya kupima imani yenu. Basi muzingatie jambo hili, na wenye kutoa huduma daima wanatakiwa kuonyesha hulka njema na wanatakiwa kutabasamu. Wanaotoa huduma wenyewe wamejitolea ili kuwatumikia wageni. Basi mufikie kiwango hiki ambacho allah taala na mtume wake anataka kukiona. Kwa ajili ya kuonyesha hulka njema, kuna viwango gani ambavyo islam inatusihi kuvifikia? Kuhusu hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwamba mbele ya ndugu yako kutabasamu kwako ni sadaka kwako. Kumsihi kusema jambo zuri na kumzuia pia ni sadaka kwako. Kumwonyesha mtu njia na kumwonyesha kipofu njia ni sadaka kwako. Na kuondoa jiwe au mwiba au mfupa ni sadaka kwako, yani kuondoa kila aina ya uchafu. Na kumpatia ndugu yako kutoka chombo chako kwenye chombo chake ni sadaka kwako. Basi hivi ni viwango ambavyo kila ahmadia anapaswa kuwa navyo, na naendelea kuwasihi watumishi wa jalsa hivyo, na waambia kwamba daima kuendelea kutabasamu ni sifa kubwa. Wakati wa kutoa huduma saa nyingine kwa kuwa wanapata muda mdogo wa kulala na pia wanachoka, lakini amri ni kwamba hata katika hali hizi pia muendelee kutabasamu na muwatumikie wageni kwa furaha ya moyo. Kisha kwa ajili ya idara ya malezi haswa na kwa ajili ya watumishi wengine kwa kawaida, waangalie ya kwamba wakiona jambo fulani ambalo si sahihi, ambalo ni kinyume cha mazingira yetu au kinyume cha mafundisho, basi muwafahamishe kwa upole na kwa upendo. Japokuwa katika nizamu yetu sasa mbele, jambo lingine ni usafi wa njia, kuwaonyesha njia. Kwa ajili ya kuwaonyesha watu njia, timu zinapangwa, hivyo mabango pia yanawekwa katika maeneo mbalimbali na miongozo inakuwa imeandikwa juu yake na alama pia zinakuwa zimewekwa juu yake. Lakini hata hivyo mtu fulani akimuuliza mhudumu fulani njia, basi aongozwe, aambiwe. Sio maana kwamba yule aliyepangiwa aseme au awaambie. Kila moja kama anajua njia basi awaambie, na hiyo ndiyo ni hulka njema. Na kama hajui basi amfikishe kwa idara maalum. Sasa walemavu, yani kuwasaidia walemavu na vipofu pia ni muhimu sana. Kila moja anajua na pia tunazingatia hilo, hivyo hakuna haja ya kusema mengi kuhusu hiyo. Kisha kwenye njia au kwenye maeneo mbalimbali, mgeni yeyote au mtu yeyote anatupa kitu fulani, gilasi au vitu vingine, japokuwa idara ya usafi inaangalia na inaendelea kufanya usafi, lakini mtumishi yote akiona uchafu wa namna hiyo basi achukue na atupe kwenye pipa la takataka. Na pia uongozi unapaswa kuweka mapipa la takataka katika maeneo mbalimbali, na pia uongozi uangalie na usimamie jinsi hali ilivyo, kwamba mtu fulani asitupe kitu kisichofaa ndani ya pipa la takataka. Na pia watu ambao kazi yao ni kuwalisha chakula wanapaswa kuwahudumia na kuwajali wageni. Ikitokea mapungufu kwenye chakula, basi wawafahamishe wageni kwa upole na kwa upendo, kwa sababu ya mapungufu wale kwa pamoja, ili kila mmoja apate chochote. Kikawaida
jambo hili halitokei, lakini kama sura hiyo au hali hiyo ikitokea, basi wanaotoa huduma hiyo ya chakula waangalie swala hilo kwa upendo na kwa hikima. Na pia kuna idara ya maegesho. Hapo pia baadhi ya wakati shida zinatokea, haswa msimu unapokuwa si rafiki. Hivyo mimi pia nitawaambia watu, yani wanaokuja, wageni wanaokuja, kwamba watoe ushirikiano kwa watu wa trafiki, na pia watumishi wa idara hiyo waonyeshe hulka njema. Na pia kuna idara zingine za jalsa salana. Kila moja anatakiwa kufuata mwongozo huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba daima muendelee kutabasamu. Mwenyezi Mungu afanye kwamba watumishi wote waweze kutekeleza wajibu wao kwa njia nzuri, na jalsa ilete baraka kwa wote, haswa kila mwanajumuiya aendelee kufanya dua ili kufanikisha jalsa hii. Mwenyezi Mungu atujalie sote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.